Zaidi ya watu 180 hawajulikani walipo baada ya boti 4 zilizokuwa zimebeba wahamiaji kuzama kati ya Djibouti na Yemen. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeliambia shirika la habari la AFP hii leo Ijumaa. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa halikutoa taarifa yeyote kuhusu utambulisho wa wale waliokuwa kwenye boti hizo, lakini njia hiyo mara nyingi hutumiwa na Waethiopia wanaotarajia kupata kazi katika nchi za Ghuba au wanaokimbia migogoro. Ni moja ya njia hatari zaidi za wahamiaji duniani kulingana na IOM, ambayo imerekodi zaidi ya wahamiaji 60,000 waliowasili Yemen mwaka 2024. Raia 20 wa Ethiopia waliuawa wakati boti yao ilipozama kutoka Yemen mwezi Januari. IOM imesema watu 558 walifariki katika ajali hiyo hapo mwaka 2024. Helikopta ya UN imeshambuliwa Sudani Kusini. Ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sudani Kusini imethibitisha hii leo kwamba Jenerali David Major Dakwa wa jeshi la taifa ameuliwa pamoja na wanajeshi kadhaa wakati helikopta za Umoja wa Mataifa ziliposhambuliwa na wanamgambo wa kundi la White Army kutoka mji wa Nasir katika jimbo la Upper Nile na kuzusha mapigano mapya. Shambulizi hilo limemuua rubani na wajumbe kadhaa wa jeshi la SSPDF kwenye kambi huko Nasir. Jenerali Dak aliuawa wakati UNAMIS ilipokuwa ikijaribu kumsafirisha kwa helikopta pamoja na wanajeshi wa jeshi la taifa kutoka kambi ya Nasir. Walikuwa wamekwama huko tangu jeshi lilipochukua udhibiti wa kambi siku ya Jumanne. Hata hivyo, baadhi ya wanajeshi waliookolewa na kupelekwa Malakal jana, lakini jenerali huyo alichagua kuwa wa mwisho kuchukuliwa, akitaka kusubiri wanajeshi wote kuondoka. Huko Kenya, hatua ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutia saini mkataba wa maelewano inazidi kuzusha hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Wapo wanaohisi mkataba huo hauna manufaa kwa wananchi, huku baadhi wakihisi mkataba huo utatatua changamoto zinazowakabili Wakenya. Mkataba huo uliotiwa sahihi leo Ijumaa unalenga kutatua changamoto za kijamii, kiuchumi na kisiasa nchini humo. Miongoni mwa vifungu vya makubaliano hayo, Ruto na Raila wamekubaliana kutoa msamaha kwa walioshtakiwa wakati wa maandamano ya serikali na pia kuwalipa fidia waathirika. Kuhusiana na deni la taifa, makubaliano hayo yanapendekeza kufanyika ukaguzi wa haraka katika deni la taifa ili kubaini fedha zilizokopwa na zilivyotumika. Aidha, kuhusu swala la ufisadi, viongozi hao wamekubaliana kuzipa nguvu zaidi taasisi zinazokabiliana na ufisadi, ikiwemo ofisi ya mkaguzi mkuu wa bajeti ya kitaifa na ofisi ya kupambana na ufisadi nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi leo Ijumaa alikosoa Marekani kwa kuweka ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa nchini humo kutoka China na kuapa kulipiza kisasi kama Washington itaendelea kuongeza shinikizo kwa Beijing. Akizungumza na vyombo vya habari vya pamoja vya ndani na vya kigeni wakati wa mkutano wa kila mwaka wa bunge la China leo Ijumaa, Wang alihoji ufanisi wa ushuru wa serikali ya Marekani dhidi ya China na kutoa wito kwa Washington kuepuka migogoro pamoja na makabiliano. Marekani inapaswa kufikiria juu ya kile walichopata kutokana na vita vyote vya biashara na vya ushuru ambavyo wameanzisha miaka yote hii, Wang alisema, akiongeza kwamba uhusiano wa kiuchumi na biashara kati ya nchi hizo mbili unapaswa kumnufaisha kila mmoja. Hakuna nchi inayoweza kufikiria kuendeleza uhusiano mzuri na China wakati inaikandamiza na kuidhibiti, aliongeza, huku akiita tabia hiyo kuwa mtazamo wa sura mbili ambao utaleta madhara kwa utulivu wa uhusiano wa nchi mbili na majaribio ya kujenga uaminifu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya mazungumzo na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa April 10.
Mkutano huo utafanyika wakati kiongozi huyo wa Ukraine anajaribu kupata uungwaji mkono wa kimataifa baada ya Marekani kusitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Afrika Kusini inataka kuonekana kama nchi isiyokuwa na upendeleo katika vita vya Ukraine, lakini ina uhusiano mzuri na Russia, na nchi hizo mbili ni wanachama wa BRICS, muungano wa nchi zinazoinuka kiuchumi ikiwemo China, India, Brazil, Russia na wengine wanaojaribu kubadilisha hali ya sasa ya uongozi wa dunia. Afrika Kusini ilikataa kushutumu Rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuivamia Ukraine kivita miaka 3 iliyopita na haijakuwa ikishiriki katika kura ya maazimio ya Umoja wa Mataifa kuhusu vita hivyo. Kambi za wakimbizi nchini Burundi ni mbaya sana, wakati nchi hiyo ikishuhudia mmiminiko mkubwa wa wakimbizi wakikimbia mapigano nchini Kongo katika miongo kadhaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilionya leo Ijumaa watu wapatao 63,000 wamekimbilia Burundi, ambayo ni jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mahala ambako ghasia zinaendelea kati ya kundi la M23 na jeshi la Kongo. UNHCR imeeleza kiasi cha watu 45,000 waliokoseshwa makazi wapo katika kambi zilizojaa watu kwenye uwanja wa mpira wa Rugombo, kilomita chache kutoka mpaka wa Kongo. Hali ni mbaya sana, uwanja huo umejaa kupita kiasi na kwamba hakuna nafasi ya ziada kwa ajili ya makazi ya muda. Faith Kasina, msemaji wa UNHCR katika ukanda wa Mashariki na pembe ya Afrika pamoja na maziwa makuu, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani IWD 2025, ambayo mwaka huu inaangazia umuhimu wa haki za wanawake, usawa na uwezeshaji. Kukiwa pia mwaka huu tunakumbuka kauli mbiu inataka hatua zichukuliwe ambazo zinaweza kufungua haki sawa, uwezo na fursa kwa wote na mustakabali wa wanawake, ambapo hakuna anayeachwa nyuma kwa mradhi. Na jambo la msingi katika dira hii ni kuwezesha kizazi kijacho cha vijana, hasa wasichana, kama chachu ya mabadiliko ya kudumu. Vile vile mwaka huu itakumbukwa ni miaka 30 tangu azimio la kihistoria la Beijing, likitumika kama ukumbusho wa mafanikio, changamoto na hitaji la haraka la kuchukua hatua ili kuunda ulimwengu wenye usawa zaidi. Kando na hayo, mwaka 2025 ni wakati muhimu kwa unaadhimisha hayo ya kuangalia katika jukwaa zima la utendaji kwa upande wa wanawake. Sasa basi, yapi ambayo yamekushafanikiwa mpaka sasa? Changamoto bado zinaendelea au zimepungua au zimekwisha kabisa? Asili ya siku hii, kwa wale ambao mnafahamu, ilianzia mwanzoni mwa karne ya 20 wakati wanawake walianza kutetea haki zao, huko ukiwa na ukuaji wa haraka wa viwanda na mazingira duni ya kazi, ambapo mwaka 1908 wanawake wapatao 15,000 katika jiji la New York waliandamana ili kupata malipo bora, muda mfupi wa kufanya kazi na haki zao za kupiga kura.